Moja kati ya changamoto kwenye kizazi chetu cha sasa inaitwa cognitive bias. Wanaita cognitive bias is a systematic error of thinking. Yaani ni kosa la kiufundi katika kufikiri. Yaani katika kufikiri kwako au katika kuamua kwako au katika kuishi kwako kuna namna una error, unakosea. Ni kosa la kiufundi katika kufikiri. Lakini wewe pia haujui kama unakosea katika kufikiri au kulielezea hilo jambo. Na nitatoa mfano shabiki wa Simba akiwa anaangalia mechi za Yanga, hata kosa kama ni la kweli kabisa la kiufundi, wataamini mechi imenunuliwa tu. Yaani hata umwambie nini hawezi kuamini kwamba ile mechi ile beki alijitahidi na kafanya makusudi. Ikatokea labda beki yoyote mpinzani amejifunga, wewe kwenye kichwa chako kabisa unaamini kabisa hii hapa haiwezi kuwa amejifunga, atakuwa tu mechi imenunuliwa. Hiyo thinking hiyo ni changamoto sana. Nimeona kipindi hiki ambako pia watu wanajadiliana kuhusiana na mwanamke kuandika mali jina lake au kutokuandika mali. Watu wengi sana katika kuongea kwao unasikia basi singomaza wanasema nini bwana, singomaza ndo akili zao hizi. Yaani katika kichwa chake anaamini kabisa singomaza hawezi kuongea jambo bora, hawezi kuongea jambo zuri. Yaani anaamini, yani ukimweza kwa nini unaamini hivyo, lakini yeye hajui. Lakini ni cognitive bias. Ni kama ambavyo watu wengi wanaamini mtu akisikia hawa watu wanaojilipua hawa watu wanaojilipua terrorist, mtu anaamini haiwezekani terrorist akawa anaitwa Andre Anton. Akisikia kwenye TV anasema serikali ya Marekani imekamata gaidi anaitwa Andre Anton. Andre Anton gaidi. Akisikia Al-Musharraf Al-Nasri anaamini yani kabisa huyo ndo gaidi. Yani kwenye ubongo katika kufikiri kuna kosa kidogo lipo pale, na linachangiwa na makuzi na malezi ya jamii tuliokuwa nayo, mazingira unayoishi. Mfano kwenye effect, yani katika mojawapo ya matokeo ya mtu mwenye cognitive bias inaitwa bandwagon. Bandwagon ni mtu kuamini kwa sababu watu wengi wanasema. Mtu amesikia tu watu kwenye social media, mtu asikia mimi nachukia sana wanaume, yani mimi wanaume siwapendi, wanaume waongo, wanaume makatili. Kwa hiyo anaingia kwenye mahusiano huko akili yake, au akikutana mtu tu, kuna mtu tu hawapendi wanaume wenye ndevu. Yani ukifika tu mimi sana wanaume wenye ndevu waongo. Wanaume wenye ndevu kufanya nini? Wao hujui story zao. Wanaume wenye ndevu waongo. Kwa sababu alisikia wengine wanasema nene akaamini. Kwa hiyo anasoma kwenye social media, inamgeuza namna anavyofikiri na anavyoperceive mambo. Kuna watu wamepishana na miujiza yao kwa sababu tu ya cognitive bias. Mtu alitakiwa kumpa ujumbe, hakumpa kwa sababu kwenye kichwa chake anaamini kwamba huyu hawezi kuwa na jambo la maana kwenye maisha yangu. Unanielewa hapo? Kwa ile systematic error of thinking inawafirisha watu wengi sana. Kwenye social media humu unamsikia mtu anasema ngoja niongee sasa ukweli wa jambo lilivyo. Haya mambo tunayojadiliana hapa ni watu tu waongee ukweli. Ukimsikiliza ukweli anaongea alichokiandika, unagundua huyu kwenye kuwaza kwake ana mtazamo hasi uliojificha kuhusiana na wanaume au wanawake. Na ile pale ni cognitive bias. So bias inamsababisha asiwaze, asione jambo hilo katika mtazamo wa pili au mtazamo mwingine, hata kama analitazama kwa wakati huo hapo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaangalia. Kwa mtu mwingine inaitwa framing effect. Framing effect ni mtu analiamini jambo kutokana na mtu aliyekuwa anamwambia hilo jambo. Yaani kwa namna alivyoambiwa, sasa wewe mwenyewe ulivyokuwa unaongea mpaka majasho yanamtoka, amesema kweli. Yule kaka ameongea kwa upole, amepanga maneno yake mwenyewe, yani anavyoongea vile itakuwa ananipenda. Yaani yeye anaamini mtu yote anayekuja katika namna nyingine hawezi kuwa ni mkweli. Na ndio maana kuna watu wanaamini mtu aliyetumwa na Mungu, aliyetumwa kuleta ujumbe, kama ni mchungaji au mtume au nabii yote, lazima anafanya ndiposa Mungu. Akitaka mwingine anaongea tu kawaida hivi. Sijui kama ana ujumbe. Mtu anaongea ujumbe wa Mungu amepoza namna hii, anaacha kupokea kwa sababu ubongo wake una systematic error. Kuwa makini unapokuwa unaongea, hasa unapotaka kuwasilisha mawazo yako. Ukawa unasema bwana, Wasukuma wote wa shamba. Umewahi kuishi na Msukuma? Umewahi kuenda Usukumani? Sasa wewe waoni tu watu kibao wanasema. Watu kibao ni akina nani?
Mtu anaweza kaongea kuhusu wanawake, anaongea kuhusu wanaume, anaongea kuhusu siasa, lakini ukimsikiliza katika akili ya kawaida unagundua huyu hapa ana cognitive bias. Kwa makini sana.